washao kama hao wanaowatabisha na wazungumza na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaniwe. Na mimi natangaza leo, anayehubiri injili yoyote sio isipokuwa injili ya Biblia alaniwe. Mstari wa 9. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu yeyote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, maana yake mmeipokea kwa Yesu Kristo kupitia kutoka kwa Yesu ikapita kwa Paulo mtume na akawahubiria ninyi, basi asiyehubiri hiyo na alaniwe. Sasa jambo jingine ambalo amesema hubiri injili, usihukumu. Yesu amekataza tusihukumu. Watu wananukuu maandiko alafu wanatafsiri kimatap sana. Mathayo sura ya 7 mstari wa 1 mpaka mstari wa 5 nitafafanua andiko hili ambalo limekuwa likitumiwa kwa miaka mingi. Msihukumu msije mkahukumiwa. Msije mkahukumiwa ninyi. Ndio andiko analojifichia hapa. Je, ni kweli Mungu amesema msihukumu? Tuendelee. Kwa kuwa hukumu ile ile hukumu hiyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utamwambiaje ndugu huyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe. Sikiliza maneno yanayofuata, anasema itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Kumbe Mungu anachokisema, ili nikwambie wewe, cha muhimu natakiwa nifanyeje? Niondoe kasoro kwangu kwanza, yes. Ndipo niwe na nafasi ya kukuambia. Mimi nishaondoa, ndio maana nakwambia wewe acha. Yes. Ndio ninachokwambia, mambo ibada za maji ni ibada za kishetani zote, na zote tunakwenda motoni. Ndio. Kwa sababu Biblia imesema tumwamini Yesu peke yake, kwa jina lake, full stop. Hakuna mambo mengine. Sio hilo tu. Yesu hapa ameniambia ni hukumu moja kwa moja. Nataka niseme sasa andiko ambalo Yesu kaniambia ni hukumu. Yohana 7:24. Yesu kanipa kibali cha kuhukumu. Kama wewe hujapewa kibali, ni kwa sababu maisha yako yanakuhukumu mwenyewe, kwamba unasema nikimwambia acha uzinzi, kumbe mimi mwenyewe nabaka, wataninyoshia kidole. Yohana sura ya 7 mstari wa 24. Basi msihukumu. Sikiliza neno. Basi msihukumu hukumu ya macho tu, bali ifanyeni hukumu iliyo ya haki. Yesu amesema tuhukumu, lakini hukumu iwe ya nini? Ya haki. Kwa hiyo kama wewe ni mlevi, nikikwambia wewe ni mlevi na kwenda motoni, hiyo ni hukumu ya haki. Ndio nafanya hukumu ya haki hapa. Haya, tuendelee na swali sasa. Maswali yako mengi sana. Ndio. Nilitamani tuingie kwenye hoja moja ile imekaa kitumishi. Ndio. Lakini tuendelee na hoja ambayo haitogusa watumishi peke yake. Sawa. Itagusa hadi wanafunzi wa Yesu. Sawa. Hii kuna video moja ulikuwa umesema katika Holiness TV kwamba hakuna chuo cha uchungaji bla 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 bla. Ni kweli. Sasa naomba hii tuireserve kwa sasa kwa sababu imekaa kitumishi. Sawa. Tuende kwenye hizi ambazo ziko za ujumla. Sawa. Moja hapa ya kuhusiana na Adamu wa pili. Ndio. Ambayo tulifanya baada ya Daro. Sawa. Hii video ilikuwa ina mambo mengi kidogo. Ndio. Lakini jambo la kwanza, ndio, kulikuwa kuna huyu ndugu anaitwa Msami Kimaro. Okay. Ndugu Msami Kimaro akasema Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Amen. Na ongeleni kwa kuelewesha, japokuwa mnaowaelewesha hawana masikio ya kusikia. Sawa. Mimi nikamjibu hapa, amen ndugu, hakika sio wote wamejaliwa kusikia siri za ufalme wa Mungu. Akasema watu mjue Mungu, amina, lakini msife moyo, endeleeni kuelewesha, kuna siku watasikia. Moja ya kitu ambacho nakifanya ndugu ambaye umeuliza swali, kama amepongeza au ametoa maelezo fulani, na kushukuru, ninathamini kile ambacho umezungumza. Lakini jambo jingine ambalo nataka niseme ni hadi hapo, niunganishe hapo, ni kwamba mara nyingi tunapokwenda kwenye midahalo tunafahamu kwamba walimu tunakwenda kuzungumza habari za tunaenda kuzungumza nao, tunajua wao wameamua kuto kukubali. Yaani hata kama wangesikia ukweli wa namna gani, wamekaa upande wa kuto kukubali. Sasa kwa nini tunaenda wakati tunajua tuna